And across the border to Uganda, where Kenyan activists Bob Njagi and Nicholas Oyo were allegedly abducted in Kampala by men believed to be security officials on Wednesday afternoon. The two had reportedly attended a campaign rally of the... Happy Thursday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Na watazamaji, kuna breaking news ambazo tunazipata siku ya leo kuhusiana na tukio lingine la utekaji nyara ambapo wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya walikamatwa kule nchini Uganda ambako walikuwa wameenda kwenye ziara zao za kisiasa. Kwa nini ambacho watazamaji wangu kilitokea kikashinikiza serikali ya Uganda kuwakamata hawa wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya? Kabla ziendelee kufahamisha zaidi mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa ukue kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, kwa mara nyingine visa vya utekaji nyara vinaendelea kushuhudiwa hapa Afrika Mashariki. Na maanisha hapa nchini Kenya, Uganda pamoja na kule Tanzania. Wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya ndio wamekuwa wakipitia kipindi kigumu. Sio hapa nchini Kenya kwao, sio kule nchini Uganda na pia kule Tanzania. Katika haya mataifa matatu watazamaji wangu, wanaharakati wa kutoka hapa nchini Kenya ndio wanaonekana kuwa tishio, sio kwa serikali ya Kenya bali kwa serikali za hizo nchi zingine. Kuna hawa wanaharakati wawili watazamaji wangu ambao wanajulikana kama Bob Njagi na Nicholas Oyo. Walikuwa wamesafiri kuelekea kule nchini Uganda kwenda kumkambenia Bobi Wine, gombania kiti cha urais dhidi ya Kaguta Yoweri Museveni. Walienda kumkambenia, lakini wakati walikuwa kwenye ziara zao za kampeni kule, mambo yalianza kwenda kinyume na matarajio yao. Kumbe kuna mpango ulikuwa umeanza kupangwa na serikali ya Uganda ili hawa wawili waweze kukamatwa kwa kuonekana kusupport Bobi Wine ambaye amekuwa akipinga utawala wa President Kaguta Yoweri Museveni. Watazamaji, hawa wawili walifanya kampeni zao vizuri, lakini mwendo wa saa 9 mchana hapo sasa ndio mambo yalianza kwenda kinyume na matarajio yao. Hapo ndio gari lilikuja, gari ambalo lilikuwa limejaa maofisa wa polisi ambao walikuwa wamejihami, wakawateka nyara na wakatoweka na wao. Mpaka sasa hivi haijulikani mahali ambapo wawili hapa wanaharakati wetu wawili Bob Njagi pamoja na Nicholas Oyo. Shughuli za kuwatafuta na kutaka haki tayari zimeanza kule nchini Uganda na pia hapa nchini Kenya, huko viongozi mbalimbali wakikemea hicho kitendo. Wanaharakati tofauti pia wanaendelea kukashifu hicho kitendo na kulaani hicho kitendo ambacho kilifanyika kule nchini Uganda kuwakamata hawa wanaharakati wetu wawili Bob Njagi pamoja na Nicholas Oyo. Two Kenyan activists, Bob Njagi and Nicholas Oyo, allegedly abducted in Uganda while seeking a sit down with Bobi Wine. Ni habari ambazo watazamaji wangu zimeweza kudhibitishwa na Bobi Wine kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook pamoja na X. Ameweza kuchapisha na kudhibitisha ni kweli hawa wawili waliweza kukamatwa na sasa hivi haijulikani mahali ambapo walipo. Wanaendelea kuomba zile authority ambazo zinahusika ziweze kuendelea kuwasaka na kuwatoa, kwa sababu haijulikani nini ambacho wanakipitia sasa hivi kule ambako waliweza kukamatwa na kupelekwa. Kabla ziendelee zaidi mtazamaji wangu, kuna huu ujumbe ambao umeandaliwa kwa kiundani na Citizen TV baada ya hawa wawili kukamatwa hapo jana. Nataka nikupatie fursa uweze kusikiza mtazamaji wangu, alafu tutaweza kuendelea. Lakini kwanza kabla sijakuweka hii video mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sasa ukue kwanza kuzipata hizo habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sasa ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. These videos recorded during Bobi Wine's campaign in Kamuli district, Eastern Uganda on Tuesday, clearly captures Free Kenya Movement chairman Bob Njagi on stage alongside Uganda's opposition leader who is seeking to unseat President Yoweri Museveni. In other clips, Njagi is seen listening keenly to Bobi Wine and at times joining his entourage as they traversed rural areas. According to a friend who spoke to us on condition of anonymity, the activists left Kenya on Monday and drove to Uganda in the company of 2 Ugandans. Once in Kampala,
The Ugandan companions went home, leaving the three Kenyans to link up with Bobi Wine's campaign. On Tuesday, they moved across Buyende and Kamuli with NUP leaders as they campaigned ahead of the 2026 presidential elections. But by Wednesday afternoon, the mission took a darker turn. The group had stopped at a petrol station to repair their car when everything went south. Around 3 p.m., there are some guys who came with a van. Looked to be grey shade in color. People came out with guns, like there were 4 of them. So there was also a lady who was seated in front. They just took Bob and SSG Oyo Ochieng, who is the Secretary General. The witness who was in their company says he too was picked up but later released. I told them that my car is not locked. I cannot maybe go to where I don't know. And then they asked me to just get out and then go and lock my car. The gunmen sped off, and within moments, Njagi and Oyo's phones were switched off. Alone and in the dark in a foreign country, their colleague has not reported the matter to authorities, fearing for his safety. I don't know where Bob is. I don't know which police station he has been taken to. I honestly don't know where he is as we speak right now. I'm just stranded here. The alleged abduction comes just 4 months after Kenyan activists. Na mtazamaji, visa vya wanaharakati kukamatwa hapa Afrika Mashariki vimekuwa vikishuhudiwa sana, hasa chini ya hii serikali mpya ya William Samoei Ruto. Wanaharakati kutoka hapa nchini Kenya, wakati wanajaribu kutetea wananchi ama kutetea haki za Wakenya, wamekuwa wakikumbana na masaibu kama haya, kwa sababu huyu Bob Njagi sio mara yake ya kwanza kupitia kuwa abducted ama kukamatwa na watu ambao wasiojulikana. Mwaka uliopita aliweza kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa zaidi ya mwezi moja, 32 days akiwa kizuizini. Haijulikani nini ambacho alikuwa anapitia kule, haijulikani ni kina nani ambao walikuwa wamemteka nyara. Na sasa unaona tu baada ya mwaka mmoja tena ndio huyu tena amejipata taabani kule nchini Uganda, ambako alikuwa ameenda kumsupport Bobi Wine, kumkampenia Bobi Wine. Amejipata mikononi mwa abductors kutoka kule nchini Uganda. Watazamaji, ni huu mwaka tu ambapo pia kuna wanaharakati wengine kutoka hapa nchini Kenya ambaye anajulikana kama Boniface Mwangi alikamatwa na kupelekwa kizuizini kule nchini Tanzania, na hatimaye wakaweza kuachiliwa na kupatikana kule mipakani. Ni huu tu mwaka pia mmoja ya wapinzani wa serikali ya Kaguta Yoweri Museveni, Kizza Besigye, pia naye alikuwa abducted kule jijini Nairobi hapa nchini Kenya. Na ni hao ambao wamekuwa wakipitia haya mateso ya kukamatwa na watu ambao wasiojulikana, ni wale ambao wamekuwa wakipinga serikali, iwe ni serikali za nchi zao ama ni serikali za nchi zingine tofauti hapa Afrika Mashariki. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na ni habari ambazo Wakenya wamezipokea sana kwa mshangao. Walikuwa wanadhani ya kwamba pengine hii mambo ya abductions na kupotea olela zilikuwa zimeisha, lakini sasa unaona bado hivi visa vinaendelea kutendeka, na ni jambo ambalo viongozi wanataka liweze kukomeshwa mara moja, kwa sababu hizi nchi tatu ni nchi zenye demokrasia, na kwa hivyo kuna mbinu ambazo wanaweza kuzitumia kukabiliana na wapinzani wa serikali, kama kuwakamata na kuwapeleka mahakamani kwa makosa ambayo wameyafanya. Lakini sasa kukamatwa na kutoweka kwa njia ambazo zisizoeleweka ni jambo ambalo huenda likaanza tena kuinua lile vuguvugu la vijana wa Gen Z, waanze tena kujitosa maandamano kama tu vile ambavyo walikuwa wanafanya wakati huyu mwenzao alikuwa amekamatwa mwaka uliopita, baada tu ya maandamano ya mwezi wa 6 kupinga ile finance bill ya mwaka wa 2024 2025. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yako ni gani kuhusiana na hivi visa vya utekaji nyara ambavyo vinazidi kushuhudiwa hapa Afrika Mashariki, hasa hapa nchini Kenya. Ndio tumekuwa tukishuhudia abductions mingi sana kwa vijana wa Gen Z ambao wamekuwa wakipinga serikali ya Kenya Kwanza. Kwa maoni yako wewe mtazamaji, unaona ni suluhisho gani ambalo litaweza kutafutwa, suluhisho la kudumu kuzuia hivi visa vya abductions, na ni nani hasa ambao wamekuwa wakihusika na hivi visa vya abduction? Kwa sababu serikali ya Kenya kuna kipindi ilikana kabisa pale mwezi wa Disemba mwaka 2024 kuna vijana wengi ambao walipotea chini ya wiki mbili,
na serikali ikasema ya kwamba haijui, na kwa hivyo haina habari yoyote kuhusiana na abductions ambazo zilikuwa zinaendelea hapa nchini Kenya. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo ukue kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.